hela, watu wanaokula rushwa, wao muda wote wapo kwa ajili ya kuangalia yani vyama vya siasa vya upinzani vinafanya shughuli gani. Ukisema tu kaneno kadogo umeshadakwa. Ukiomba ufanye mkutano unaambiwa kuna intelijensia, sijui kuna vurugu zitatokea. Lakini chama kingine unakiona wenyewe wako huru kusema chochote. Watendaji wa serikali baadhi wasiokuwa waaminifu wako huru kuiba kwa sababu hawawezi kuwajibishwa popote. Kwa wastani wa fedha ambazo TCRA anaziainisha kwa mwaka ni zaidi ya shilingi bilioni 2-3 kwa mwaka zinaporwa. Hazijulikani zilipo. Na huoni chombo cha dola kikichukua hatua. Sasa ndio maana nikasema ukishakuwa na siasa ambazo hazifuati katiba, hazifuati sheria, matokeo yake utakuja kuwa na uongozi usioheshimu sheria, usioheshimu haki za binadamu. Yaani ili tuwe na uongozi bora, huo uongozi lazima utokane na katiba bora. Huo uongozi lazima utokane na sheria bora. Leo tuna mtu anaingia madarakani kwa nafasi yote ile kwenye utumishi wa umma. Kabla hajaingia anaenda kuapa. Na kile kiapo kinasema hivi, mimi Peter Madeleka naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba nitailinda, nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini nimesema hicho kiapo? Hiyo sehemu ya mwisho anasema nitailinda, nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wanasheria, katiba ni somo kabisa mwaka wa kwanza pale chuo kikuu. Katiba ni somo. Leo mtu anaenda kuapa kwamba atailinda katiba, haijui katiba. Yaani anaongea tu pale kama kasuku, na hapa kwamba nitalinda katiba. Katiba inasema tuwe na mfumo wa siasa wa vyama vingi. Vyama vikifanya kazi yake wewe unavikamata, unavifungia. Kwa hiyo unataka kuniambia pengine mtu kwa au viongozi kwa kuto kuifahamu katiba ndio inaweza ikawa ni moja ya tatizo. Kabisa. Kwa sababu wewe unawezaje kukifutia chama usajili, chama ambacho kimesema chenyewe kitafanya maandamano kwenye sheria. Lakini katiba, ngoja kwanza. Katiba si ni kitabu. Ngoja kwanza. Ndio hiyo nasema hivi sasa, kama katiba ni kitabu, maana yake ni kwamba huyo mtu anahitaji kupewa elimu akajua. Huwezi kuwa mwanasheria kwenye hii nchi kama pale chuo kikuu hujasoma somo la katiba. Umefeli, huyu mwanasheria, hawakupi cheti. Nenda kaulize vyuo vinavyofundisha sheria. Hujafaulu katiba na wanakufundisha mwaka wa kwanza kabisa ulipoingia tu bado uko fresh. Bana katiba kwanza. Kwa hiyo kutana na mtu anakuambia bana katiba bwana ni kitabu. Katiba sivyo ni vitu makaratasi tu, katiba. Huyo mtu hajui anachokisema. Unadhani wanasheria wana nafasi ya kuwa viongozi bora kwa sababu wao kuijua katiba, kuzijua sheria ambayo inapelekea, maana tunapozungumzia uongozi bora ni ule uongozi unaofuata misingi ya sheria. Sio kama kiongozi afuate misingi ya sheria, ina maana hakutakuwa na haki. Uongozi wake utakuwa unaleta sintofahamu kwa sababu atakuwa anakanyaga sheria tu, shagarabaga kila siku. Ndio italeta kukurukakara. Unadhani nafasi ya mwanasheria kuwa kiongozi inaweza ikazalisha kiongozi kuwa bora? Sisemi kwanza kwamba bila kuwa mwanasheria huwezi kuwa kiongozi na kwamba ukiwa mwanasheria ndio unakuwa kiongozi bora. Hapana, lakini ukiwa mwanasheria unategemewa uwe mstari wa mbele katika kuonyesha mfano wa kutii na kuheshimu katiba na sheria za nchi. Na hilo nitakwa liko wazi, limetajwa kwenye ibara 26, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasema kila mtu anao wajibu wa kuheshimu na kuitii katiba pamoja na sheria zingine za nchi. Ni lazima uheshimu katiba na sheria za nchi. Uwe ni mwanasheria au sio mwanasheria. Kama ni mtu tena raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unatakiwa kuitii katiba. Sasa waliopewa dhamana kubwa na wajibu mkubwa zaidi ni wale ambao ni viongozi. Kwamba wewe sasa si kwa niaba ya wenzako ndio unaenda kufanya mambo haya, majukumu haya ya kujenga barabara, ya kujenga shule, ya kuweka ustawi mzuri wa nchi. Sasa wewe ujaanza hayo majukumu, shika hii katiba, ilinde hii katiba. Na hii kwamba katiba ina muhimu sana. Hata amesema hapa aliyekuwa mkuu wa majeshi mstaafu Venance Mabeyo, amesema hapa Magufuli, rais wa awamu ya 5, Mungu amrehemu huko aliko, alipofariki ikataka kutokea sintofahamu fulani hivi ambao walitaka uitengeneza wao wenyewe. Kwa sababu hatuwezi kuwa na sintofahamu katika nchi ambayo ina uongozi wa kikatiba. Katiba imesema rais akifa ni state, makamu wa rais anakuwa rais. Lakini eti ikawachanganya. Alafu akasema ikabidi warudi kwenye katiba. Yaani kumbe Magufuli anaumwa, anakufa, anazikwa,
Yaani watu hawajui kwamba nchi itajiongozaje. Alafu ambao hawajui ndio wamepewa dhamana ya kuongoza sasa. Kwa hiyo eti ikabidi bana tukaambiana turudi kwenye katiba. Kwani mlikuwa mjui? Kwani siku ile ulivyokuwa unaapa unasema utailinda, ulikuwa unaapa utalinda nini? Ndani ya katiba ibara ya 14 inatoa haki ya kuishi. Na unaposema utailinda katiba, maana yake utalinda haki ya mtu kuishi. Leo watu wanapotea, hakuna mtu anawajibika, ni story tu kama vile sisi tuko kwenye kijiwe cha kahawa. Walijiteka mapenzi, sijui madeni. Basi kama ni madeni, watu wanatekwa kwa sababu za madeni. Hizi benki zote zinadhani kesho zitafungwa kwa sababu benki zinawadai watu mikopo mingi tu. Hata wewe mwenyewe una mkopo hapo ulipo ikiwezekana. Kwa hiyo you are potentially victim of abduction. Yaani watakudaka kesho. Si una mkopo wewe? Kwamba kama tunataka tuhalalishe kwamba moja ya sababu za watu kutekwa kwenye nchi ni madeni. Kwa hiyo kumbe kitengo cha mikopo cha benki yoyote ile, iwe CRDB iwe NMB iwe nini, hicho kitengo kinapaswa kifungwe kwa sababu kina wahakikishia watu usalama wao mdogo kwamba watatekwa kutokana na madeni ya mikopo wanaoitoa kwa wao wateja wao. Okay, hapo kwenye sheria umezungumza sheria, ukazungumza umuhimu wa viongozi kuijua sheria japo kidogo kwa sababu hapa kwa mujibu wa katiba ambayo katiba ni masuala ya sheria sio. Nataka tuizungumzie kidogo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa hapo nadhani nitachanganya taaluma yako kwa sababu wewe ni wakili wa sheria lakini pia ni mwanasiasa. Kuwa mwanasiasa na kuwa mwanachama wa chama cha siasa ina maana moja kwa moja unaguswa na ofisi ya msajili wa chama wa vyama vya siasa. Tumeona kuna kauli kadhaa, maonyo kadhaa, barua kadhaa za kutoka kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwenye vyama vya siasa. Na hapa karibuni barua ambayo ilileta mjadala mkubwa sana ni barua iliyoandikwa na msajili, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ikisema kwamba wanapaswa kujibu tuhuma ambazo ziliandikwa mle kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Heche alitoa kauli ya kuhamasisha umma kuandamana kushinikiza Mheshimiwa Lissu achiwe, na ikarejea kauli iliyotolewa na kiongozi mmoja wa Chadema kule Tanga. Ofisi ikaiandikia Chadema barua ikisema kwa nini isifute au kuipa adhabu. Nilitaka utupitishe kwenye sheria. Kosa gani chama cha siasa ikifanya kweli kinastahili kufutwa? Ni kosa lipi hilo? Kosa la kusababisha vurugu na pengine umwagaji wa damu kwenye nchi. Okay. Ni jambo ambalo uwe ni chama cha siasa ama sio chama cha siasa, unapaswa kuwajibika ukilifanya. Sasa kwenye kile ambacho kimetokea kuhusu Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, kiko wazi na kila mtu anajua. Chadema ndio walioanza. Wakasema wao kama chama cha siasa wanao wajibu wa kuhamasisha na kutumia haki yao ya kufanya maandamano ya kudai jambo lolote lile ambalo nyewe wanadai ni haki ya Mtanzania, awe mwanachama wao ama sio mwanachama wao, lakini hilo jambo ni haki ya Mtanzania. Sasa wao wanadai mwenyekiti wao Tundu Lissu hastahili kuwa gerezani, na hawaoni mifumo ya kisheria ikimpa haki zake anazozihitaji kupitia mahakama. Wanaona kinyume chake kwamba mahakama na mifumo yote hii inatumika kukandamiza sio haki za Lissu tu, haki za watu wengine wengi tu ambao wanauzea huko magerezani, na wengine ambao hata kama hawako magerezani lakini wanahangaika kwa namna moja ama nyingine. Sasa Chadema wakaona namna pekee ya kutoka katika huo mkwamo huo wa kukandamizwa haki za mwenyekiti wao, tutumie haki yetu ya maandamano. Maandamano ni haki, sio vurugu.